tunapiga gogo na viatu. Yaani hatukatai tunafanya nini? Kazi leo viatu vyangu na sivedi. Sawa, haina shida. Tutakaobeba tutavaa. Live ya Tanzania Safari Channel. Wakati maeneo tofauti waumini wa dini ya Kiislamu akiwa wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Adha, sisi hapa leo Safari Live naipata moja kwa moja kutoka kwenye mapafu ya jiji la Dar es Salaam. Hapa tulipo utapata nafasi ya kuweza kuyafahamu mengi ambayo tunazungumzia kuhusu masuala mazima ya utalii. Kama ilivyo ada, kila siku ya Jumamosi Safari Live huwa ipo kwa ajili ya kukuonesha moja kwa moja kutoka eneo husika, eneo la tukio, kukuonesha kile ambacho kinakuwa kinajiri. Na hapa tulipo leo ni katika msitu huu wa hifadhi ya mazingira asilia Pugu Kazimzimbwe, ambao utaupata hapa katika eneo la Kisarawe katika mkoa wa Pwani, kilomita kadhaa kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam. Hapa pamoja na mengine ambayo utayafahamu mengi, pia nitapata maelezo kutoka kwa mgeni wangu hapa ambaye atakuwa akinielezea mengi kuhusu msitu huu wa Pugu Kazimzimbwe. Karibu sana bana katika Safari Live ya Tanzania Safari Channel. Asante sana. Kwa majina naitwa Baraka Mtewa, ni mhifadhi mwandamizi lakini pia ni mhifadhi mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Karibu sana katika msitu wetu wa mazingira asilia Pugu Kazimzimbwe. Kabisa, mwanzo wakati nafungua nimewaambia watazamaji wetu kwamba tupo katika mapafu ya jiji la Dar es Salaam. Tafsiri yake ni nini? Kwa nini mapafu ya jiji la Dar es Salaam? Tunasema msitu wa Pugu Kazimzimbwe ni mapafu ya jiji la Dar es Salaam kwa sababu ni msitu ambao unanyonya hewa zote chafu ambazo zinazalishwa na viwanda na mazingira jumla kwa jiji la Dar es Salaam, ambayo yote ambayo ni carbon dioxide inanyonywa na misitu, kwa sababu misitu hii yenyewe inatumia carbon dioxide na inazalisha oxygen ambayo sisi ndio tunayotumia. Kwa hiyo tunatumia au tunanufaika sisi wananchi wa Kisarawe, lakini pia wananchi wa Dar es Salaam wanapata hewa nzuri kupitia msitu huu wa Pugu Kazimzimbwe. Tukihitaji Dar es Salaam ni moja kati ya majiji ambayo yanakuwa kwa kasi zaidi barani Afrika. Kwa hivyo vyote vile lazima shughuli hizi za viwanda ziwepo kwa kiwango cha juu. Ni sahihi kabisa. Na mtazamaji, basi utakuja kuyafahamu mengi kwa undani wake, lakini tukizungumzia kuhusu utalii, moja hapo ya kivutio kwa wengi ambao wanatembelea katika maeneo tofauti ni pamoja na zile ngoma asili. Sasa hapa leo utapata pia burudani kutoka kwenye kundi hili la Mogobogobo. Hiki ni kikundi cha ngoma kutoka pale Mwanza. Ngoma ya Kisukuma inapigwa kwa kutosha hapa na mtazamaji utaweza kufurahia kwa kiwango chake. Tumpe kidogo burudani mtazamaji ambaye anatusikia kwa sasa.
vya Tanzania Safari Channel, ngoma Mugobogobo kutoka Mwanza, ngoma ya Kisukuma hiyo ikitufikisha hapo mpaka hivi sasa, lakini tunaenda sasa kuanza kuyatizama mengi na kuzungumza mengi kuhusu yale ambayo tutapata katika msitu huu. Bila shaka mtazamaji ataweza kufurahi kwa kiwango kikubwa sana na elimu atapata ya kutosha. Sahihi kabisa. Sahihi kabisa. Wakati tunatembea hivi tunaenda kumuonesha pia vivutio tofauti ambavyo vinapatikana kwenye eneo hili. Tukizungumzia namna ya kuweza kufika hapa, ni moja kati ya njia rahisi zaidi. Sababu nikiangalia kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam ni mbali kama kilomita 20 hivi. Ni sahihi kabisa. Msitu wetu wa mazingira asilia Puka Mzumbwi unafikika kirahisi sana kwa sababu ni kilomita 20 kutokea katikati ya jiji la Dar es Salaam ambapo ni pale Posta. Okay. Kwa kutoka Posta mpaka hapa tulipo ni kilomita 20. Okay. Na kutoka uwanja wa ndege ni kilomita 14. Kwa hiyo ni eneo ambalo linafikika uwanja wa ndege. Ndio. Kwa hiyo panafikika kirahisi na mazingira yetu ni mazuri, kwa hiyo tunawakaribisha sana wageni waweze kutembelea maeneo yetu. Wakati nafika kwenye msitu huu nimeangalia katika maeneo tofauti sehemu ambazo nimezunguka. Ni eneo kubwa kweli. Ni sahihi. Pana ukubwa kiasi gani hapa? Msitu huu wa mazingira asilia Puka Mzumbwi una jumla ya hekta 8965. Kwa hiyo ni msitu mkubwa kiasi na tunautumia kwa shughuli za utalii ekolojia, tunaita ecotourism. Ndio. Okay. Kundi ambalo linafika zaidi hapa ni makundi gani? Kwa sasa msitu wetu huu unatembelewa sana na watalii wa ndani. Ingawa pia tunapata wageni wa kutokea nje ambao nao ni wengi, na hata leo hii tumepata wageni wengi sana wa nje. Na moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikihamasishwa hata kupitia Tanzania Safari Channel, hata kwenye Safari Live kwenye kipindi, ni pamoja na kuwafanya Watanzania wafahamu fursa tofauti ambazo zipo katika utalii, lakini wao kuvutiwa kutembelea katika vivutio mbalimbali vya utalii ambavyo viko hapa ndani ya taifa la Tanzania. Kwa kama unaniambia idadi kubwa ni ya watalii kutoka hapa ndani ya mipaka, ni moja kati ya mambo mazuri kabisa. Ni sahihi kabisa. Sasa tukiangalia akitembelea hapa, yupo ambaye anatutazama sasa hivi huko katika maeneo tofauti ndani na nje ya mipaka taifa la Tanzania, kwa sababu tunaonekana hata katika mtandao wa YouTube wa Tanzania Safari Channel. Akija hapa ni vivutio gani ambavyo atakutana navyo? Kwanza kabisa tuna kivutio cha malazi. Na katika huduma hii ya malazi tumegawa katika makundi mawili. Tuna huduma ya kulala kwenye mahema, lakini pia kuna nyumba za kisasa ambazo zinajengwa, tunaita eco lodge. Eco lodge ni nyumba ambazo zimejengwa kiasilia, hazitumii matofali. Kwa hiyo tumezijenga kwa kutumia mbao. Kwa zile msingi au zile nguzo pekee yake ndio zimetumia zege, lakini kuanzia hapo, kuanzia ile floor imepigwa mbao, imeezekwa kwa kazi vizuri. Hamna kuta ya zege hata kidogo. Mbao zenyewe ni msitu huu hapa. Mbao hizi zimechanganyikana. Kuna mbao ambazo za miti ya kupandwa, lakini pia nyingine ni za miti ya asili. Si kwamba tumezivuna kutoka kwenye huu msitu, hapana. Huu msitu ni kwa ajili ya kutunza uhalisia wake tu. Kwa hiyo hakivuni kitu cha aina yoyote. Kwa hiyo kwenye swala la ujenzi wa hizi nyumba, tuna nyumba 2 ambazo tayari tumeshaanza ujenzi. Moja imeshakamilika, lakini ya pili ipo katika hatua za finishing. Hii ambayo imeshakamilika tayari kila kitu kipo. Kilichobakia ni kuweka furniture ili aanze kutumika. Na gharama inaelekea kabisa kwamba imekamilika. Na gharama zake za kuweza kulala kwenye hizi nyumba pale ambapo imekamilika. Sasa. Si kwamba ni kubwa sana ambayo Watanzania kushindwa kuifikia. Hapana. Kwa mtu mmoja atakuwa na uwezo wa kulala kwa shilingi 150,000 kwa siku moja. 150,000. Hapo atapata na huduma ya chai asubuhi. Yaani hizo gharama zipo ndani. Chai zipo ndani ya gharama hiyo. Na endapo watakuwa watu wawili, maana gharama zake tungeanzia hivi. Gharama zake ni shilingi 200,000 endapo itakuwa ni dabu. Nzuri kweli. Ana imejengwa na Watanzania. Na Watanzania ambao wameweza kujenga hii cottage. Imejengwa kisasa kabisa. Na hapo kilichobakia sasa ni furniture peke yake. Maana tukishaweka swala la furniture tu ndani, tayari inaweza kuanza kutumika. Kuna wakati kwenye maisha yetu ya kila siku kuna mambo
mengi sana katika Ndiyo. mahangaiko yetu huku. Ndiyo. Kwa hiyo kuna muda mtu unahitaji kupata sehemu ambayo ukikaa walau unatulia, akili kwanza unaituliza kabisa. Ndiyo. Lakini pia unapata uwezo wa kuweza kufanya hata kufikiria mambo mengine ya kimaendeleo. Ndiyo. Kwa mtu akifika katika eneo kama hili kwenye nyumba hii, Ndiyo. kipoa hapa kwa usiku mmoja, Ndiyo. angalau kitu kinaweza kikatulia kwa sana. Ya, ni kweli eneo hili kama tulivyosema ni mazingira asilia. Kwa hiyo lina utulivu wa asilimia kubwa. Huku utasikia milio ya ndege na wadudu wengine tu. Hautasikia mlio wa mtu anatembea tembea wala hautasikia mlio ya gari. Kwa hiyo kupo kimya. Kwa hiyo kama unahitaji eneo la kutulia ni kuja kulala katika msitu wetu wa mazingira asilia Puka Kazimzumbe. Na kwa wale wenzetu ambao wanapenda labda pengine anaandika proposal, ana project yake anapambana nayo, eneo hili ni rafiki sana kwa sababu huko hautakutana na interference ya aina yoyote. Yaani wewe na kompyuta yako na vitabu vyako, bado kunahakisha proposal yako imeweza kumachua. Na mtazamaji wa Safari Live ya Tanzania Safari Channel, moja kati ya mambo muhimu sana ambayo lazima ujipatie katika maisha yako ya kila siku. Unapofanya shughuli nyingi huko, kuna muda unahitaji kuituliza akili, lakini pia kuifanya ama kujifunza pia vitu vingine. Ukiwa katika msitu huu, basi ni kati ya vitu ambavyo utakuja kufurahia. Pamoja na nyumba hii na ile nyingine ambayo inajengwa pale, huko mkakati mkubwa pia kufanya kuwa na nyumba kama hizi nyingi katika eneo hili. Lakini pamoja na hiyo, zipo pia zile tenti ambazo wengine akija pia wanatumia. Yeah. Kwa kweli tuna huduma hiyo ya tenti. Huduma hii imekuwa ni rafiki hususan kwa watu wa kipato cha chini, hususan wageni wa ndani. Huduma hii ni rafiki na ni rahisi kwa kila Mtanzania kuweza kuimudu kwa sababu kwa tenti ya watu mtu mmoja mpaka wawili ni shilingi 15,000 kwa siku moja. Kwa hiyo mtu anaruhusiwa kuja kulala kwa siku kwa shilingi 15,000. Tenti zetu ni nzuri, ni canvas ambao hata mvua ikinyesha maji hayawezi kupenya na kuingia ndani. Sasa wote tunazungumza kuhusu hayo yote, tusimalize uhondo kuhusu nyumba hizi. Kwanza tutatizame kilichopo ndani kwenye hizi nyumba. Ili hata mtazamaji afahamu hata atakapohitaji kuja hapa ajue anakuja kukutana na nyumba ambayo ina hali gani kwa ndani. Ndio. Sawa, karibuni sana. Ndio, karibu. Shukrani. Kwa hapa ni mambo ya teknolojia. Hapa ni teknolojia, ulinzi umeimarishwa. Ulinzi umeimarishwa. Ndipo hivyo hivi. Unaweka AC, sehemu za kuchajia. Leo maana ndani ya muda mfupi huenda eneo hili likawa vitu vimejaa tayari hapa kwa ajili ya kuweza kutumika sasa. Tayari tumeshapata mzabuni wa kuweza kutuletea vifaa hivyo, ambao tayari ameshaanza kuleta vifaa vingine ambao vimebakia mpaka sasa hivi ni vile vya kutengeneza, hususan vitanda ndio ambao tunavisubiria. Vingine vyote vimeshakuja. Kwa ndani ya wiki moja hapo ukija, chumba hiki kinakuwa kimebadilika. Utakuta kuna kitanda, kuna coffee table na vitu vingine vyote kama fridge, TV za kuwezesha fungwa kwenye chumba hiki. Na mtazamaji wa Safari Live ya Tanzania Safari Channel, yote haya katika kufanya wewe ambao unataka kufanya utalii wa ndani ya taifa la Tanzania kuweza kufurahia kile ambacho unakuwa unachopata. Ukiangalia katika chumba hiki, huduma zote anakuambia itakuwa ni hali ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Si ya kutosha iko hapa, lakini tunaona pia mandhari jinsi ilivyo nzuri ya kuvutia. Tunaendelea kutazama vitu mbalimbali ambavyo vipo ndani ya hifadhi hii. Salia nasi mpaka tamati ya Safari Live ya Tanzania Safari Channel. Naona mlango mwingine sasa hapa. Huku ni huku ni washroom. Ambao huduma ya kujisitiri imezingatiwa. Usafi wa hali ya juu. Ndio katika ubora kweli kweli. Kama unavyoona choo kizuri kabisa. Tuna heater pale. Sehemu ya kupigia mswaki kama unavyoiona. Muonekano mzuri kabisa. Sawa. Na Safari Live Tanzania ambayo tunatazama mtazamaji kutoka sehemu yote ile, hapa ni Puka Kazimzumbe. Hizo zote ni sehemu huduma za kufanya wale ambao wanapenda kufanya utalii ukifika katika eneo hili kuweza kupata burudani. Lakini tuendelee kutazama na huu unatutoa nadhani katika upande mwingine. Huku nje ni sehemu ya kupumzika. Yaani kama leo pengine umekaa ndani umechoka, unaamua kutoka nje na kuweza kupumzika. Ambapo katika plani yetu manake hapa patakuwa pana meza na kiti. Kwa hiyo maana hapa pana meza na viti viwili. Kwa hiyo kama mko wawili maana mmoja anakaa upande mwingine na mwingine upande mwingine, mnaendelea kupumzika. Ndio maana tumeweka socket kama labda pengine kuna kuchaji kompyuta, simu
unaweza kukaa zako nje na kuweza kupumzika. Viti vitakuwa viwili na meza. Pia target yenu nyie hapa ni watu wawili waje. Hapana, ikitokea dharura kama hiyo kuna vijana wanasema kitu pesa kwa kaa peke yake inawezekana asifaidi sana. Sasa hiyo ni wao, lakini sisi tunatoa huduma nzuri ya malazi ambayo inakuwa na mvuto na inakidhi mahitaji ya yote kwa wakati unaohitajika. Na mtazamaji wa Safari Live ya Tanzania Safari Channel, Pugu Kazi Mzumbwi, sehemu pekee ambayo itakufanya uwe na buraha ya kutosha wakati wote. Yaani itakufanya uwe na furaha ya kutosha, lakini pia kichwani huku utaongeza mengi katika fikra zako na kuweza kujifunza mengi kuhusiana na masuala mazima ya utalii. Na nihitaji pia muda mwingine na ukakamavu wa kutosha kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Bila shaka umeona mandhari ilivyo pale katika nyumba. Kwa wewe ambao unapenda kutembelea huku, inaweza ikawa rahisi kwako kuja kufika hapa na kuweza kupata huduma nzuri. Hapa tayari sasa katika eneo hili la bwawa niko na Bwana Mbaruku ambaye ni afisa utalii hapa Pugu Kazi Mzumbwi. Mbaruku, bila shaka uko vizuri. Yeah. Nilivyosikia kwamba Mbaruku bwana ukimuona yeye ndio utafahamu kuhusu masuala mazima ya inaitwa kayaking. Si ndio? Hiyo upigaji kasia, kuendesha mtumbwi. Tuambie bwana kwanza kuhusu hapa ukubwa wa bwawa hili, lakini pia kina kikoje, mtazamaji afahamu. Kwanza kwa kuanzia, kwa majina naitwa Mbaruku Sinoni, ni afisa utalii. Tuzungumze huku. Ni afisa utalii hifadhi ya mazingira asilia Pugu Kazi Mzumbwi iliyopo chini ya TFS Kisarawe. Bwawa hili ambapo tupo sasa hivi ni bwawa la Minaki ambalo lina ukubwa wa square mita 21,630 na urefu wa bwawa hili ni mita 477. Mita 477. Okay. Lakini upana wake unaanza kwenye mita 12 mpaka mita 112. Okay. Lakini pia kina chake cha maji ni kuanzia mita 0.4 mpaka mita 4.9. Okay. So pamoja na mambo mengine, moja ya vitu ambavyo nimehitaji kufahamu, wanakuja hapa wadau wa utalii kutoka sehemu tofauti. Wanaofika hapa nimeona huku tukishuhudia hapo ambao wanaendesha mitumbwi. Wanaokuja wanakuwa na uelewa. Na ishai kutokea labda changamoto yote ile mtu akaingia hana uelewa kuendesha mtumbwi, katokea changamoto yote ile kwa uzoefu wako wewe? Mpaka sasa hakuna changamoto iliyojitokeza, lakini wageni wanakuja kututembelea na kufanya hiyo shughuli ya kuendesha mtumbwi wanakuwa na mtu ambaye ni mzoefu ambaye anawaendesha. Lakini kwa wale ambao watataka kuendesha wao, kuna fomu maalum ambayo tunawajazisha. Anajaza fomu kwamba baadaye isije ikaleta shida hii. Tulikubaliana kwamba unatakiwa ujaze fomu na ukawa umejiaminisha kwamba wewe unaweza kuendesha mtumbwi mwenyewe. Lakini kabla ya kuendesha mtumbwi lazima avae life jacket. Kwa swala la usalama linapewa kipaumbele zaidi. Usalama ni mkubwa sana katika eneo hili la bwawa. Wanaovutiwa zaidi kuingia humu kwenye bwawa kwa ajili ya kuendesha mtumbwi ni kundi gani? Kwa sababu nimeona hapa kuna watoto, nimeona kundi la wanafunzi muda fulani, nimeona watu wazima, nimeona wengine ambao wamekuja kama familia, nimeona pia watalii ambao ni wa kigeni wa nje ya Tanzania. Kundi lipi ambalo likifika hapa sehemu ya kwanza kabisa wanakimbilia kwenye bwawa huko? Wageni wote wanaingia muda. Wote. Yaani ukifika kivutio hichi ni kizuri sana na
kila mmoja anatamani aendeshe mtumbwi ama kanoini ama tunaita kayak. Okay. Kwa hiyo ndo hakuna mgeni ambaye ataingia humu aseme kwamba yeye hawezi kuendesha mtumbwi. Hali ya usafi hapa inazingatiwaje kwenye bwawa? Usafi ni mkubwa kabisa. Kila siku lazima tufanye usafi, na ndani ya bwawa hili usafi upo. Bwawa ni salama kabisa. Bwawa halina matatizo yoyote kama unavyoliona. Okay. Gharama zikoje? Gharama za kuendesha mtumbwi kwa mgeni wa nje, yani ninaposema mgeni wa nje Tanzania kwamba nje ya Afrika Mashariki, kwa sababu mgeni wa Afrika Mashariki yote kiingilio chao ni sasa na mgeni wa hapa Tanzania ndani. Kwa maeneo ya Afrika Mashariki yote ni sawa? Ni sawa. Okay. Lakini kwa mgeni ambaye anatoka nje sasa ya Afrika Mashariki, kuendesha mtumbwi analipia shilingi 30,000. Okay. Kwa mtu mzima wa miaka kuanzia 18. Kati unasogea kidogo kwa pembeni hapo. Ndio. Kwa umri wa kuanzia miaka 18 kwenda juu analipa shilingi 30,000. Okay. Lakini kwa umri wa chini ya miaka 18 mpaka miaka 5 analipa shilingi 20,000. Huyo ni mgeni wa nje ya East Africa, yani Afrika Mashariki. Mmejipangaje wakija? Lakini kwa mgeni ambaye ni yupo ndani ya Afrika Mashariki, umri wa kuanzia miaka 18 kwenda juu analipa shilingi 10,000, lakini miaka 18 mpaka miaka 5 analipa shilingi 5,000. Labda ni watu wangapi ambao wanaweza kutumia bwawa hili kwa muda mmoja? Labda namba ya watu ambao mitumbwi iliyopo, wakija watu wengi kwa muda mmoja, wote wanaweza kufurahia? Wanaweza kufurahia kwa sababu kuna shughuli zingine za utalii ekolojia ambazo zinaendelea ndani ya sehemu nyingine. Kwa hiyo utakuta wanagawanyika, wengine wanaenda viewpoint, wengine wanaenda kuangalia mzimu wa maboga, wengine wanaenda kwenye mapopo kule, mapango ya mapopo, wengine wanaenda kuangalia ndege wazuri, kuangalia wanyama wadogo wadogo. Kwa hiyo wale ambao wanakuja sasa bwawani, tunakuwa tayari tunaweza tukawapokea kwa ajili ya kuendesha mtumbwi na wanaweza kuendesha bila tatizo lolote. Moja maeneo ambayo Mbaruku ameyataja ni katika utalii wa kule kwenye popo, amesema yeye. Kwa mimi kama nilivyokuambia tangu awali kwamba lengo letu sisi Safari Live ni kuhakikisha kwamba unafika kila eneo. Bila shaka akifika kule watafurahi sana. Watafurahi sana. Popo ni wengi na watafurahi. Basi wakati mtazamaji unaendelea kupata burudani hiyo ya ngoma za asili, sisi tunaelekea kule kwenye eneo walipo popo ili tuweze kufaidi pia madini mengine kutoka katika sehemu hiyo.